ambao wote wako vizuri. Wapo wengine ambao tumewaacha Dar es Salaam ambao bado hawajaweza kukua sawasawa kuweza kuitumikia Simba. Mtu kama Yakubu Suleiman amebaki Dar es Salaam, Abdulrazak Hamza, Wilson Nangu, wote hao bado hawajakuwa timamu kwa ajili ya kuanza mikiki ya kuitumikia Simba. Lakini wengine wote waliokuwa salama wa salmin tumesafiri nao kuja nao hapa Unguja kwa ajili ya mechi yetu ya tarehe 12. Maandalizi yameanza rasmi jioni ya leo mara baada ya kufika asubuhi tukapumzika, na jioni majira ya saa 1 tukaanza rasmi mazoezi yetu kuelekea katika mchezo huo, na wachezaji wote ambao tumesafiri nao wameshiriki kikamilifu katika mazoezi hayo. Mzuka, morali, vibe, hisia zimekuwa ni kubwa kwa wachezaji wetu, benchi la ufundi pamoja na viongozi kuelekea katika mchezo huo. Ni mchezo ambao unabeba taswira nyingi kweli kweli. Ni mchezo wa ufunguzi wa ligi na unatakiwa kufungua ligi na mguu wa kulia kwa maana ya kuanza vizuri. Ni mchezo ambao unatoa tathmini ya pre-season, mmefanya kuanza kuangalia je yaliyomo yamo, lakini wapo wale wachezaji wa zamani kwenda kuangalia je wamefanikiwa kurejea na ubora wao ule ule. Lakini kubwa kabisa ni mechi ambayo inawahusisha mahasimu wawili kwenye soka la Tanzania. Mechi ikisha husisha mahasimu wawili kwenye soka la nchi husika, inakuwa ni mechi ya kitofauti, inakuwa ni mechi ya kipekee, inakuwa ni mechi ambayo inabeba vitu vingi kweli kweli. Inabeba historia, inabeba kumbukumbu, inabeba furaha, majonzi na kila kitu mechi hiyo. Kwa hiyo inakuwa sio mechi ya kawaida tena, na inakuwa sio mechi nyepesi tena. Sisi Simba Sports Club kwa muda mrefu hatujapata ushindi katika hatua hii. Mara ya mwisho kupata ngao ya jamii kama sikosei ni miaka 3 iliyopita pale mkoani Tanga. Baada hapo tumepoteza mara 2. Kwa hiyo safari hii iwe jua iwe mvua, tunataka ngao ya jamii kwa ajili ya kuwapa taswira wana Simba ya kwamba msimu huu tuna timu ya aina gani, ama msimu huu tumesajili wachezaji wa aina gani, ama msimu huu tumejipanga kwa kiasi gani. Nakumbuka tunacheza na mpinzani wetu namba 1. Maana yake ukipata ushindi mbele yake unatengeneza confidence ya kwamba yes I'm very much good, lakini unatengeneza unyonge kwake ya kwamba arejee katika meza yake ya majadiliano, aangalie wapi amekosea na wapi arekebishe. Ukiangalia kikosi chetu, je, tuna nafasi hiyo ya unyonge tena kama tulivyofanya msimu uliopita? Ya bila shaka. Kwanza kimoja ambacho tunajivunia sana wana Simba ni kwamba ile timu ambayo ilifanya vizuri msimu uliopita, ile cream ambayo ilifanya vizuri msimu uliopita bado ipo kwa 100%. Nikupangie tu kikosi kwa haraka. Tukisema hakuna new signing isicheze kwenye ngao ya jamii, bado una Kasali eneo la golini, la kushoto kulia una Kapombe, una Duchu. Ukienda kushoto kuna Anthony Mligo. Unakuwa hauna mashaka mpaka eneo hilo. Ukija na Nixon Kibabage, kumradhi nimemsahau kosa kubwa hilo. Katikati hapo bado yuko Rushain, bado yuko Ismail Toure. Ukisogea dimba la chini yuko Yusuf Kagoma. Ukisogea mbele kidogo unamkuta Maema, unamkuta Loemba. Mbele yao kidogo unamkuta Mwamba Lusaka. Kushoto unamkuta Aneset Oura, kulia unamkuta Elim Panzo. Katikati hapo Libasi ameuzwa. Libasi nimemtaja kulia. Umesema kulia Oura, umesema kushoto Oura, kulia Mpanzo. Aha. Kushoto Oura, kulia Libase Geye, anasimama Force 9 Elim Panzo. Hiyo ndiyo timu ambayo ilifanya vizuri kwenye mechi zetu zote za msimu uliopita dhidi ya mpinzani wetu. Tukisema tusifanye mabadiliko yoyote ya kuingiza wachezaji wapya, manake wale waliopita peke yake wana uwezo wa kututoa kimasomaso. Katika kikosi chako Chama umemsahau. Nimemtaja pale mbele ana nini? Tutacheza 12. Maema. Kwa sababu Kagoma, Loemba, Maema, Chama anaingia. Sasa nilikuwa nataja timu nzima tuliokuwa nayo.
hapo sawa. Nimewacha hapo akina Semfuko, bado tuna jeshi la kutosha kweli kweli la wokovu kwa ajili ya kwenda kuiokoa Simba Sports Club. Kwa hiyo kwenye upande huo sisi tunayo confidence kubwa ya kwamba tunayo timu nzuri ya kwenda kushindana. Lakini kama haitoshi, sasa yapo maingizo mapya ambao tumeyafanya. Tunaamini kwa ubora wao hawa wachezaji wapya watakuja kuongeza chachu kubwa ya kiushindani. Yupo Kaleso, yupo Ibrahim Jabar na yuko Ibrahim Dumbia, yuko bwana mdogo Bakari Msimu, yuko Kelvin Nation. Hawa sasa ni package ambayo inakuja kuongeza ubora, upinzani na ushindani kwenye timu bora ambayo tuliokuwa nayo. Ukiangalia timu yetu hiyo Bwana Chiko, inakupa confidence ya kwamba tunayo matumaini makubwa na mazuri ya kufanya vizuri katika mchezo wa Jumatano. Kwa mashabiki wa Simba kuelekea mchezo huu, tumerejea tena visiwani Zanzibar. Naweza kusema msimu uliopita Zanzibar ndiyo ambayo imetupa mafanikio makubwa, na Zanzibar msimu uliopita ndiyo imerejesha heshima ya mnyama. Hapa Unguja pamoja na Pemba, hapa Amani pamoja na Gombani. Gombani ndiyo imetupa ubingwa wa kombe la CRDB, na hapa Amani imetupa ubingwa wa kombe la Muungano. Lakini hapa Amani vile vile ilitupa alama 3, lakini mtu mmoja mwenye hila chafu akakataa bao letu, lakini tayari lilikuwa limeshazama kunyavu. Kwa hiyo hii Zanzibar ni koloni jipya la mnyama Simba Sports Club, na tumefanikiwa kuikomboa Zanzibar baada ya watu kuhisi Zanzibar ni ya kwao. Lakini kwa matokeo chanya ambayo tumepata msimu uliopita, maana yake Zanzibar iko chini ya utawala wa Simba Sports Club. Tumerejea tena Zanzibar safari hii tukiwa na ngao ya jamii. Niwaombe mashabiki wa Simba tujitokeze kwa wingi katika mchezo huo. Wale ambao wanasafiri kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania, wale ambao wapo hapa visiwani Zanzibar, wale ambao wako Pemba, wale ambao wako Tanga, wako Mafia, ambao wanapatikana maeneo yote ya dunia hii, Jumatano tuje kwa wingi hapa katika uwanja wa Amani kwa ajili ya kuishangilia Simba yetu. Tupo kwenye mchakato wa kurejesha heshima ya mnyama na ukubwa wetu. Kwa hiyo kwenye kipindi hiki tunahitaji nguvu kubwa ya mashabiki wetu, tunahitaji support ya kutosha kwa mashabiki wetu. Kimsingi tunahitaji nguvu moja ya ukweli kwenye kipindi hiki ili tuweze kukonka na kurejesha heshima ya mnyama. Inapendeza hawa wachezaji wapya wakiingia uwanjani, wakitazama majukwaa, wanaona nyekundu imetaradadi pale majukwani. Ni ishara ya kwamba msimu huu wana Simba tuko pamoja. Hata wao wanapata matumaini na nguvu ya kwamba tumekuja kwenye timu yenye watu wengi, timu ya watu wenye mapenzi. Kwa hiyo na sisi twendeni tukajitume kwa ajili ya kuwafurahisha watu hawa. Tayari shirikisho la kandanda Tanzania limeshatangaza viingilio ni 10,000, 30,000 kwa 50,000. Nunua unayoweza hapo mwana Simba, uje uwanjani na usije kiwasiwasi, usije kimashaka. Timu ya kushindana tunayo, na timu ya kupambana kupata matokeo mazuri kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, timu hiyo tunayo. Mashabiki waje kwa wingi uwanjani siku hiyo, tuje tuishangilie Simba yetu, tuje tuufungue msimu wa 26-27.